Ushamba ndo smash ambayo sahi imekuwa kikiki sana kupitia mitandao ya kijamii all the way kutoka kalabu ya Konde Gang kwa mnyama mkali zaidi ameweza kumtaka kama Jeshi Harmonize ambaye tayari ameshatoa alert ya kuja na ngoma ya ushamba. So hivi vitu vilianza kama tu maneno ambayo alikuwa akizungumzia, mara kuulizia maana ushamba ni nini, mara kizungumzia vile akitoa baadhi verse kutokana na vitu ambavyo anahisi kwake yeye ni ushamba na vitu kama hivyo. Lakini for official ni kwamba Harmonize ameamua kulizungumzia hili swala kwamba swala zima la hiyo ngoma yake ya ushamba, masuala zima la ushamba alivyokuwa kilizungumzia ama kuleta kupitia mitandao ya kijamii alilizungumzia nini. So ushamba ni night party ambayo itafanyika maeneo ya Konde Gang HQ kama vile ambavyo walivyofanya uzinduzi wa Baba ambaye ni Country Boy kupitia record label hiyo ya Konde Gang. So Harmonize ameamua kutoa alert mapema kabisa kwamba tarehe 1 ya mwezi wa 11 mwaka 2020 atadondosha ngoma hiyo ambayo itakwenda kwa jina la ushamba. Hiyo siku itakuwa ni Jumapili ambako ataamua kumalizana kabisa na mwezi wa 10 na kuingia kwenye mwezi wa 11 ambako atadondosha mkoaji mpya zaidi, huku tukiwa tunaendelea kusikilizia album yake ambayo inakwenda kwa jina la The High School ambayo hivi vile inakuja kutoka mwezi wa 11 mwaka 2020. Kupitia ukurasa wake Instagram, Harmonize alipost hiyo kuhusiana na ushamba, alafu akaandika itafanyika hiyo tarehe 1 mwezi wa 11 2020 na akaandika kabisa itakuwa ni party ambayo inafanyika usiku na itafanyika maeneo ya Konde Gang HQ. Na kupitia caption yake aliandika hivi smash, alafu akaweka kama emoji fulani hivi ya ngoma ambayo inaweza kapasua kabisa speaker yako, alafu akaandika song is a blessing, unatakiwa kumshukuru Mungu na usherekee. Are you ready for ushamba night party tarehe 1 mwezi wa 11 2020 Konde Gang HQ? Kutakuwa na red carpet ili tuone haya mapigo ya kishamba. So itakuwaje? Tafadhali ukipokea kadi yako ya mwaliko hakikisha unaandaa kabisa mavazi yako ya kishamba. Shamba wenzangu tukomeshana kamaliza hivyo. So hii ni party fulani ambalo ukilisikilizia kwa namna ambavyo Harmonize amelizungumzia itakuwa ni party ambalo huenda itaenda kwenye yale mambo ya way back kidogo kama old school fulani, alafu kuzingatia kwamba kila mtu aje kidesign yake lakini awe na ushamba ndani yake. Sasa ukizingatia ni ngoma ambayo inaelezea vitu fulani za ushamba, so mtu anaweza kufanya kitu cha ushamba ili party tu iweze kuwa very interesting. Na naweza nikasema hii inawezekana ni bonge moja la idea ambayo Harmonize amekuja nalo kwa 2020 baada ya kuja na ile idea ya kuweza kushuka na kamba kwa stage siku ya Younger Day. Again Harmonize ameendelea kuonekana kwa ni mwanamuziki ambaye anaendelea kuja na idea nyingi zaidi kupitia muziki wake. Hiyo tu ni kuendelea kuchangamsha mashabiki zake. So kaelezea jinsi ambavyo ana furaha kubwa zaidi ya kudondosha ngoma yake hiyo ambayo inakwenda kwa jina la ushamba, lakini again kuelezea hii party namna ambavyo itafanyika na all the vitu ambavyo vitaweza kufanyika siku hiyo, namna ambavyo watu watavaa na vitu vingi zaidi ambavyo yeye amevizungumzia kuhusiana na siku hiyo ya ushamba. Lakini fahamu tu kuna ile post ya nyuma hapo awali ambako Harmonize alizungumzia kuhusiana na ushamba, yani kama alielezea aina ya ushamba wake yeye ambao alikuwa akiuelewa, na ilikuwa ni post ambayo ileta utata mkubwa sana, baadhi ya watu kuhisi kwamba huenda Harmonize aliamua kudis ma legend alokimziki wa hapa Tanzania kutokana na kile kitu ambacho alikipost kupitia ukurasa wake wa Instagram. Aliandika hivi: ma legend wamerudisha vita, wanaofia eti Jeshi na wapita bila sababu wananikunjia ndita, huo ni ushamba. So hichi ni kitu ambacho alikiandika and kilileta matatizo mengi sana kwamba baadhi ya watu walihisi kwamba wenda aliamua kuwajibu ma legend, na miongoni mwa legend ambao alitajwa zaidi ni Diamond Platnumz pamoja na official Alikiba. Hao kwa sababu ndio watu ambao mara nyingi wamekuwa wakihusishwa naye, na huko Alikiba ikitale alimdisa Harmonize kupitia ngoma yake ya Mediocre. So Harmonize ameamua tena kupost kionjo kingine, na hapa ndiko ambako watu kwanza kufahamu kwamba wenda hivi vitakuwa ni vionjo ambavyo vitapatikana kupitia ngoma yake ya ushamba ambayo itatoka siku ya 1 ya mwezi wa 11 ndani ya mwaka 2020. Ameandika hivi: vitu vingine haviji kwa bongo, punguzeni sifa wana sio mchongo, demu mjuu unampakia mkongo, huo ni ushamba. So ni verse ambayo hata ukisoma tu unaona kabisa kama ni mashairi fulani ambayo yanakuwa na vina ambavyo inaelekea kabisa kuonyesha kwamba hii ni verse ambayo itapatikana kwenye the next ngoma yake ambayo inakuja ambayo inakwenda kwa jina la ushamba. So hapa ni kama anaelezea tabia nyingi sana za ushamba, na ukizingatia ni tabia nyingi ambazo huenda zinakuwa zikifanyika sana kwa hapa Tanzania. So tuna imani kabisa kwenye ngoma ya ushamba kutakuwa na tabia nyingi sana ambazo Harmonize atakuwa amezizungumzia, na huenda hata siku ya kwanza alivyopost kuhusiana na ushamba alihitaji kupata ushauri kidogo kama kupata baadhi ya ushamba ambao watu wanaojua, alafu auingizie kwenye verses zake kupitia ngoma yake hiyo mpya ambayo inakwenda kwa jina la ushamba.
ushamba. So akaandika smash, afu akaandika tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2020, afu akaandika I am ready, kwamba niko tayari. So Harmonize ameendelea kutuonyesha kwamba yuko gado kabisa kudondosha ngoma yake hiyo ya ushamba, ambayo itakuwa ni ngoma kali zaidi, kwa namna ambavyo yeye alielezea kwamba ni ngoma ambayo akitoa basi kila mmoja ataweza kucheza, kila mmoja ataweza kuikubali zaidi, ikiwa no matter the age ambayo mtu huyo yuko nayo. Yani kizungumzia wazee, kizungumzia watoto, kizungumzia watu wa kawaida tu, kila mmoja anaweza kabang na hii ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la ushamba. Na ukizingatia kitu cha ushamba ni kitu ambacho kila mtu ana ushamba wake, na ndio maana unaambiwa mtu kuja na ushamba fulani, hii sio sababu ya kumuona mshamba sana, kwa sababu huo ni ushamba wake, lakini vile wewe unaweza kufanya kitu ambacho kinaweza kikawa chako cha ushamba. So siku tarehe 1 ya mwezi wa 11 kama alivyoelezea kutakuwa na red carpet. Tunaamini kila mmoja ataonyesha ushamba wake, ama kila mmoja atafanya ushamba wake, na hapo ndiko kwamba kila mmoja atafahamu ushamba wa mtu mwingine, yani upoje. Na ndio maana hii imekuwa ni ngoma ambayo imepata tension kubwa sana kwa mashabiki, na wengi kuamini wenda itakuwa ni ile smash kama vile ambavyo alizungumzia, kwa sababu ni kitu ambacho kitagusa kila mtu. Kizungumzia watoto, ni watu ambao wanapenda sana ngoma fulani ambazo zinakuwa na utani, ngoma fulani ambazo zinaweza zikaimbika, na ni ngoma ambazo hazina madhara makubwa, zini kizungumzia hazina roho chafu. Lakini vile ukizungumzia ngoma ya ushamba, ni ngoma ambayo inaonyesha tu labda kitu cha kuchangamka zaidi. So bado itakuwa ni ngoma fulani ya kubang zaidi ambayo Harmonize ameweza kupita nayo ndani ya mwaka huu 2020. Ikiwa ndo tunakaa mkao fulani wa kula kuelekea kwenye ile tarehe 28 mwezi wa 11 ambayo itakuwa ni Harmonize Carnival, lakini vile kuelekea kwenye kuisubiria album yake mpya ambayo itakuwa ni album ya pili kuitoa ndani ya mwaka 2020 ambayo inakwenda kwa jina la The High School. So hivi vyote unaendelea kuvipata ukiwa hapa ukiwa subscribe pamoja na kugonga ile kupitia YouTube channel yako hii ya Planta Media. Vile unaambiwa kuna wana na disk kitendo cha Harmonize kama kufanya hivi anavyofanya, kuzungumzia ushamba alafu kuingizia watu fulani, kuwataja, yani kutaja zile tabia ambazo wengine wana disk ni tabia ambazo wamewaimbia wanamuziki wenzie. Yani kama amekuwa kama mtu wa hip hop sahihi, yani kama yule mtu ambaye anawaimba wanamuziki wenzie. Ni mambo ambayo tumezoea sana kuona wanamuziki wa hip hop. So wenda kwa Harmonize ni kama kibao ambacho wanamuziki wenzie wanaweza kumgeuzia pale ambako watu watakuwa wamejisi wameimba kupitia ngoma hiyo ya ushamba, kwa sababu kuna baadhi tu verse ambazo wamezitoa ukizisikiliza unaona kweli hizi ni verse ambazo zinakuwa zikiwahusu labda wanadada ambao ni masuperstar hapa Tanzania, ama hii ni verse ambayo inahusu ma legend fulani wa hapa Tanzania na vitu kama hivyo. So hii kwa upande wake hajahofia labda utata mkubwa zaidi utakuja labda baadhi ya mashabiki wake ambao ni wasanii kutokusupport ngoma, kwa sababu tu itakuwa ni ngoma ambayo itakuwa kwa namna moja ama nyingine ameweza kuwa diss. Lakini again vile mashabiki kama huenda hawatofurahishwa kutokuona kwamba baadhi ya masuperstar wao ambao wamekuwa wakikubali zaidi kuja kuona kwamba wamekuwa dissed kupitia ngoma hii ya ushamba ya mwanamuziki kutoka lebo ya Konde Gang ambaye anafahamika kama Harmonize. Ila competition ambayo sasa hii imeendelea kupitia muziki imekuwa ni competition ambayo wanamuziki wengi sana wameendelea kufunguka zaidi. Ni kila mmoja sasa hii amekuwa makini sana kwa namna ambavyo inabidi afanye muziki. Ndio maana unaona Alikiba kwa mwaka 2020 amebadilika kidogo, hajakuwa yule mtu wa kutoa ngoma moja kwa mwaka alafu akachill. Amekuwa ni mtu ambaye ametoa back to back, yani ngoma ambazo zote zimekuwa zikifanya poa zaidi. So again kwa 2020 hata kwa upande wa Harmonize kutoka lebo ya Konde Gang, yeye pia amekuwa ni mwanamuziki ambaye amekuwa anakuja na vitu mbalimbali tofauti ambavyo kivizingatia unaona kabisa right now ni kwamba ni mtu ambaye vile amepata uhamasisho wa challenge ama uhamasisho wa namna ambavyo kila mwanamuziki anafanya vizuri sana sahihi kupitia muziki wa Bongo Flava. So yeye vile kuja na namna nzuri zaidi ya kuendelea kupromote kazi zake, imeendelea kuonekana ni heshima kubwa sana ambayo ameipatia Bongo Flava. Yani kwa namna ambavyo ngoma bado tu haijatoka, lakini promo zimekuwa ni nyingi sana kutengeneza ile motisha ambayo mashabiki watakuwa nayo kusikilizia kwamba hiyo ngoma sahihi itakuwa ni ngoma ambayo inahusiana na kitu gani, ama ngoma ambayo itakuwa inafanya kitu gani. Tofauti sana na wanamuziki wa zamani ambako walionekana wengi zaidi walikuwa wamelay low, yani kija kwenye swala zima la kufanya muziki, yani kama wamekuwa kichill tu kusubiria nini ambacho kitatokea. Anatoa ngoma, promo zinakuwa ni ndogo, alafu mwisho siku ni kama mtu anakuja kudiss kwamba muziki wake umekuwa haufanyi vizuri sana. So Harmonize miongoni wanamuziki ambao wamekuja kufanya mageuzi makubwa sana kupitia muziki wa Bongo Flava. Amekuwa ni mwanamuziki ambaye vile ameenda na ile flow ya challenge ya kimuziki, mabadiliko ambayo amekuwa akienda, alafu vile kuendelea kufanya vizuri zaidi kupitia muziki wa Bongo Flava ndani ya Tanzania.
Kwa hiyo right now tunazungumzia collaboration kali zaidi ambazo zinaendelea kufanyika kwa Harmonize kupitia album yake ambayo inakuja, lakini vile tunazungumzia single ya Ushamba ambayo tayari itakuwa ina red carpet. Tushakufikiria ngoma moja tu ikaweza kutengenezwa tension kubwa zaidi mpaka kuwa na red carpet ili tu kuzinduliwa. Basi endelea kuchill hapa kupitia YouTube channel yako ya Planto Media, umesubscribe pamoja na kugonga kengele. So till next time, hii ni Planto Media.